This program has been made possible by the partners and supporters of Mizpah House of Prayer, Nakuru, Kenya. Stay tuned and encounter God in a new way. Hallelujah. Na siku ya leo Mungu ameweka neno katika moyo wangu ambalo ni la spiritual alignment. Alignment ni kuwa sabamba, kama ni Kiswahili kizuri hicho. Ni kuwa laini moja. Kuwa aligned ni kuwa laini moja. Na neno hili ni neno ambalo linaburudisha moyo wangu sana, kwa sababu wandugu na wadada, sisi wote tuko katika dunia hii siku ya leo kwa sababu ya makusudi ya Mungu. Tuko ili tuweze kutumikia makusudi ya Mungu. Wale ambao wanatumika katika madhabahu haya wako ili watumikie makusudi ya Mungu ambayo yanadhihirika katika madhabahu haya. Wewe pali unashiriki, wewe ni mshirika, uko pale ili utimize makusudi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini utaona katika Biblia kuna watu waliitwa, hawakujua jinsi ya kujiweka sambamba na makusudi ya Mungu, na kwa hivyo wakapotelewa na nyakati na nafasi ya baraka za Mungu. Na leo nataka tuexamine line hiyo, kwa sababu ninajua ya kwamba katikati yetu ama sisi wote makusudi ya Mungu ni ya kwamba kila mtu ashike laini ya makusudi ya Mungu. If that's good Swahili. Ashike laini ya Mungu, awe katika makusudi ya Mungu. Tusome katika kitabu cha Luka 19. Luka 19 na mstari wa 41. Kitabu cha Luka 19 na mstari wa 41 ni habari ya Yesu. Inasema alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia. Huu ni wakati ambapo Yesu alikuwa anateremuka katika mji wa Jerusalem kutoka katika mlima wa Mizeituni, na ni wakati ule ambapo watu walimngojea kwa matawi wakimuimbia nyimbo za sifa. Na alipofika mahali pa juu, akiangalia huko chini, Jerusalem ni mji ambao ulikuwa chini ya huo mlima, akaulilia akisema, laiti, mstari wa 42, akaulilia akasema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Mstari wa 43, kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kuhusuru pande zako zote. Mstari wa 44, watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiwa kwako. Haukutambua siku yako ya kutembelewa. Haukujua majira ya Mungu na makusudi ya Mungu. Ni Mungu alikuwa anaambia Wayahudi, kwa sababu waliishi wamengojea mfalme, lakini Yesu alipokuja na ndiye alikuwa mfalme wa wafalme, walishindwa kumtambua. Yesu alikaa nao katika mji wa Jerusalem, na sasa wakati alipoteremka katika mlima huo wa Mizeituni, alikuwa amebakisha siku chache aagikwe msalabani. Kwa hivyo alipoangalia mji, akashikwa na huzuni. Yesu akashikwa na huzuni, akijua ya kwamba aliitwa na Mungu, alitumwa na Mungu katika huo mji aukomboe. Alipoangalia mji, macho yake pia aliona wenyeji wa mji wa Yahudi, ambao walikuwa ni watoto wa Mungu, ambao Mungu alikuwa amewaahidia atawaletea mfalme. Lakini Yesu mfalme alipokuja, walishindwa kutambua
Pia Mungu alikuwa amewaahidia majira ya ukombozi, lakini majira ya ukombozi ilipofika hawakutambua ya kwamba majira yetu ni haya ya kukombolewa. Na Yesu akiwa mwana wa Mungu akashikwa na huzuni, akaona hawa watu ndio ambaye Mungu aliapa ya kwamba atawatumia kiongozi na mkombozi, lakini hapa hawakuelewa nyakati za mkombozi alipokuja. Yesu akalilia huo mji, kwa sababu huo mji uliitwa Jerusalem, na Jerusalem linamaanisha mji wa amani. Jerusalem linamaanisha mji wa amani. Lakini Yesu akalilia huo mji sababu mji wa Jerusalem haukuwa umejua amani. Ulikuwa umebomolewa na kutekwa. Mpaka leo Jerusalem haijajua amani. Yesu akaulilia sababu pia yeye mwenye amani alikuwa amesha kuja kuleta amani, sababu aliitwa the Prince of Peace, lakini hawakujua. Hata kama walisikia jina lake hawakujua. Mioyo yao ilikuwa mingumu ya kuelewa. Mioyo yao ilikuwa mingumu ya kuelewa. Mioyo yao ilikuwa imefunikwa na giza. Hawakuweza kuona na kuelewa mambo ya kiroho. Wandugu na wadada, nazungumza mambo ya kiroho. Unaweza kuwa umefungua macho kama Wayahudi walikuwa wamefungua macho, lakini hawakuona neema ya ukombozi wa Mungu katika majira hayo. Na leo nataka kusema wandugu na wadada, hata leo Roho Mtakatifu anahuzunika wakati ambapo anaweza kuwa ametuleta kila mmoja wetu katika sehemu yake ya ukombozi na ukose kujua nyakati zako za ukombozi. Anaweza kuwa amekufikisha mahali ambapo maisha yako yatakuwa na turn around, lakini kwa sababu ya mambo mengi ambayo yamekuzunguka unakosa kujua nyakati zako za kutembelewa. Na leo nimekuja hata tuweze kuomba na tuweze kutangazia maisha yako ya kwamba yaweze kuelewa majira na nyakati za Mungu. Yaweze kutambua majira na nyakati za Mungu. Hii dunia, masiku ya dunia hii na miaka ya dunia hii, Mungu aliandaa ya kwamba itakuwa ikitembea katika duara hili la majira. Wakati huu ni wa majira haya, wakati ule mwingine ni wa majira haya, wakati huo mwingine ni wa majira haya. Wakati huu ni wakati wa usiku, wakati huu ni wakati wa mchana, wakati huu ni wakati wa mvua, wakati huu ni wakati wa baridi. Haya yote ni majira ambayo yanaviringika ili maisha katika ulimwengu yaweze kufit in katika makusudi hayo ya Mungu. Hivyo wandugu na wadada, hata sisi watu wa Mungu tumewekwa katika duara la Roho Mtakatifu ambalo huwa linazunguka na linatuleta katika majira ambayo Mungu mwenyewe ametupangia. Lakini huzuni kubwa ni mtu wa Mungu kufika nyakati zake za majira yake, alafu anampita, alafu anajikuta kwamba hawezi kupata nafasi nyingine ya kurudiwa nyuma. Mungu atuokoe. Hallelujah. Ndiposa Biblia inasema kwamba Paulo anawaambia wa Efeso katika chapter ya 1 mstari wa 17, ninawaombea Mungu awafungue ninyi macho. Kwa sababu wandugu na wadada, kama macho yako ya kiroho yamefungika, hautaweza kuona na hautaweza basi kuelewa nyakati za kiroho. Na hili ni jambo muhimu sana wandugu na wadada, ya kwamba kuna stahili sisi wote ama kila mmoja wetu awe sabamba katika mawazo yake na makusudi ya Mungu. Sababu kama hauko in line, hauko katika laini ya makusudi ya Mungu, basi kuna mambo mengi yatakayokupita. Hallelujah. Ninapozungumza juu ya hii alignment, ninazungumza si kuhusu bidii na kazi ya mtu ya kujileta katika majira ya kiroho ama katika nafasi hiyo ya Mungu. I hope nimeeleweka. Hii haitegemeagi bidii ya mtu, na haitegemeagi hekima ya mtu,
na itegemeagi masomo ya mtu, lakini inategemea nafasi ile umempea Mungu katika moyo wako. Biblia inasema moyo uliovunjika na moyo uliopondeka Mungu hawezi kuunyima. Itategemea vile umevunja moyo wako mbele za Bwana, umenyenyekea mbele za Bwana. Hii haitegemei wa ndugu na wadada kuhusu vile ambavyo umejishughulisha radha katika kujilinda katika ili ya kwamba mabaya yasikukute. Hapana. Hii hauwezi kujilinda ili mambo fulani yasikupate. Lakini wakati ambapo uko aligned ama uko laini ama uko sambamba na makusudi ya Mungu, ni wakati ambapo ndugu na dada uko katika position ambayo neema ya Mungu inaweza kukushughulikia. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na wakati ambapo ndugu na wadada hiyo neema inawachilia, ikiwa ndiyo hekima ya Mungu, inawachilia utwaliwaji wa Mungu, inawachilia ulinzi wa Mungu, inawachilia neema ambayo itakuongoza katika njia za haki ya Mungu. Hallelujah. Na hapo ndipo matokeo ya maisha ya mtu yanaanza kuwa na divine acceleration. Unaona mtu anafaulu katika level ya bidii fulani ambazo si za kiwanadamu. Unakuta kwamba wakati huo ndio mtu wa Mungu, mambo yana turn very positive katika maisha yake. Hallelujah. Unakuta wakati huo mtu wa Mungu hata anapokutana na shida, huyo mtu hizo shida hazimweki chini, lakini kuna neema ya ukombozi, kwa sababu maisha yake yako sambamba na makusudi ya Mungu. Katika nyakati hizo maisha yako sambamba na makusudi ya Mungu ya nyakati hizo. Kwa sababu kama vile nilisema, maisha yetu tembelea hii duara, this cycle, ya makusudi ya Mungu. Na vile inavyo spin inakuleta katika majira tofauti ya maisha. Hallelujah. Na kwa sababu mambo haya huwa initiated na Mungu, basi ni uwepo tu wa kiungu ambao unaweza kukusaidia wewe. Ni uwezo wa kiungu ambao unaweza kukusaidia ili uweze kuwa relevant na makusudi ya Mungu ya nyakati hizo mahali hapo ulipo. Hallelujah. Inua tu mkono wako, sema: Mwenyezi Mungu, naomba ufunuo wa leo unipe ufahamu, angazia macho yangu ya ndani, nuru ya Roho Mtakatifu, niweze kujua na kuelewa, in Jesus name. Amen. Wandugu na wadada, I feel very heavy spirit in my heart ya kwamba hili jambo ni very important, na leo naomba liweze kutana around maisha ya mtu. Nataka ujue wandugu na wadada, hii ndio vita ile kubwa tunapigana nayo, kwa sababu nayo shetani hii ndio huwa anang'eng'ana nayo akukoseshe nafasi ya hiyo neema, akuondoe katika maeneo hayo ambayo yanakuweka sambamba na makusudi ya Mungu. Wandugu na wadada, shetani ujaribu awezavyo alete confusion in your life. Yeye ujaribu vile anaweza ili ya kwamba akupumbaize ukae kama mtu mjinga, ni kama hauelewi. Umeokoka ndio, unajua yale unapaswa kuyatenda, lakini unakuta hauwezi kuyatenda ama hauna nguvu ya kuyatenda, sababu maisha yako yamejawa na confusion. Hapo ndipo mtu wa Mungu
anahitaji hii neema imsaidie, kwa sababu kila wakati hautembei katika makusudi ya Mungu, na kila wakati hauenjoy neema hii. Unaishi maisha ya kujuta, unaishi maisha ya uchungu, kwa sababu what's going to happen, wewe ndio unajaribu mambo yawe sawa, lakini hayawezekani kuwa sawa. Wewe huwezi kutengeza mambo yawe sawa, hauwezi kujiposition wewe mwenyewe na nguvu zako na hekima yako. Katika neema hii inahitaji Mungu mwenyewe, hallelujah, praise the name of the Lord, awe ndio anaingilia kati ya maisha yako, ili aweze kukuweka mahali pale ambapo unastahili, ili aweze kukose mambo yaweze kutimilika kwa wakati ule unaostahili, na aweze kukusaidia usije ukapitwa na nyakati za Mungu, si nyakati za watu, sababu mambo ya Mungu utendeka katika nyakati zake. Hallelujah. Mambo ya Mungu utendeka katika wakati wake. Na watu wengi wanasafa sababu wakati wa Mungu uliwapita. Nyakati zile kulitakikana kutendeke jambo fulani zikapita, kama sasa vile Waisraeli walipitwa na wakati wa ukombozi. Yesu alipojua amebakisha siku chache agikwe msalabani arudi kwa Baba, akalilia mji, sababu alijua wakipitwa nafasi nyingine itakuwa ngumu sana, ama itachukua another full cycle. Nilisema nikianza, mambo ya Mungu ni kama upango kwa duara, na inaenda ikizunguka na inakukuta, hiyo ikipita inakupita. Sasa lazima another full cycle irudi izunguke, pengine ndio ikukute. Wana wa Israeli walipopitwa na nafasi ya ukombozi wa Yesu Kristo, wakakana Yesu Kristo, wakasema asulubishwe, sisi tulaaniwe na watoto wetu. Hawakujua wanapoteza nafasi ambayo itakuwa ni ngumu sana kuipokea. Mpaka leo Biblia inasema ya kwamba ni kungojea wamengojea another cycle ya ukombozi wao. Lakini ukombozi ulikuja, nyakati za Mungu zilifika, wandugu na wadada. Kwa hivyo kile ambacho ninaleta kwako ni ya kwamba ninaomba katika jina la Yesu, kila mmoja wetu Roho Mtakatifu amumulikie, ili mtu wako wa ndani awe na hekima ya Mungu na akuwezeshe kufit in katika hiyo mpango wa Mungu. Mara tena inua mkono wako, sababu hii ndio ombi langu. In the name of Jesus, I'm aware kuna watu tumesafa kwa sababu nyakati za Mungu zilitupita. Leo naomba neema ya urejezo katika jina la Yesu. Leo naomba katika jina la Yesu, mtu wetu hata mmoja asipitwe na nyakati za Mungu. In the mighty name of Jesus, ninaomba katika jina la Yesu, kila njia ambazo shetani amejaribu kuleta upofu, kutoona, kutoelewa, kutojua, Bwana azimulikie na nuru yake. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Nasema, narudi pale nilikuwako, kitu ambacho nilisema sasa ile uko katika unatembea katika neema hii, basi kunakuwa na supernatural provision, kunakuwa na utwaliwaji special. Deuteronomy 8 na mstari wa 3 inazungumza juu ya wana wa Israeli. Hallelujah. Inasema mstari wa 3, anaongea juu ya Israeli: akakunyenyekeza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usioijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Hallelujah. Tuendelee mstari huo mwingine ili nizungumze yote mawili. Mavazi yako hayakuchakaa, wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Biblia inazungumza juu ya wana wa Israeli walipokuwa wanapitia kwenye jangwa, into the desert, wakitoka Misri wakienda Canaan. Hawa watu, hiyo safari yao ilikuwa katika
mipangilio ya Mungu. Haleluya. Sababu ni Mungu alipanga kuje Misri. Unaona, baba yao Yakobo alipokuwa akifa aliwaambia ya kwamba siku moja watatoka hiyo nchi. Joseph aliwaambia siku moja watatoka hiyo nchi na wasiwache mifupa yake huko. Kwa hivyo ilikuwa katika mpango ya Mungu, siku moja watatoka nchi ya utumwa waende nchi yao ya ahadi, Canaan. Hiyo barabara waliokuwa wanapitia, mnakumbuka kitu cha kwanza walichokutana nacho ni ziwa la Shamu, Red Sea, na hakukuwa barabara, lakini kulikuwa na divine road ya Mungu. Amen. Walipofika pale, Mungu akaandaa njia. Rather si kuandaa, sababu ilikuweko, alifungua. Bahari ikafunguka, wakavuka, wakapitia. Wale hawakuwa katika divine plan za Mungu, wale ambao hawakuwa aligned na the prophetic purpose of God, walipojaribu kupitia hiyo, hawa ni maaskari wa Firauni, maji akawagarikisha, wakakufa wote. Did you get that? Wakaingia jangwani, hakukuwa barabara. Biblia inasema Mungu akawapea wingu la kuwaongoza mchana, akawapea pila ya moto ya kuwaongoza usiku. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba hilo wingu lilikuwa ni Mungu mwenyewe. Sasa angalia what I'm trying to say. Basi ni Mungu aliwaongoza, sababu yeye ndio alijua njia. Sasa hiyo ndio baba naita njia ya Mungu. Hallelujah. Hiyo ilikuwa ni njia ya nani? Ya Mungu. Now, as long as walikuwa wanafuata wingu na moto usiku, as long as walifuata, hallelujah, basi hao wana wa Israeli wakawa wako katika alignment na hatua za Mungu. Wako katika alignment na hatua za Mungu, sababu Mungu alikuwa mbele yao, ndio wingu hilo, anatembea mbele yao. Yeye ndio alikuwa anajua barabara katika jangwa. As long as walitembea wakaongozwa na hilo wingu, walikula wakakunywa. Hallelujah. Walikula wakakunywa. Biblia inasema hata nguo zao hazikuwa kuukuu na hawakuvimba miguu miaka hiyo 40, kwa sababu walikuwa wanafuata hatua hizo. They were aligned with the steps of God. They were right on the path of God. Na wakiwa katika hiyo path ya Mungu, wa ndugu na wadada, hawa watu hakuna adui angewashinda, hakuna adui angewaattack. Firauni alipojaribu kupitia hiyo barabara, askari wake wote wakamalizwa, sababu hawa haikukuwa barabara yao. Nataka kukuambia ndugu na dada, hii njia Biblia inasema hata tai ambaye huona sana hakuona hiyo, hawezi ona njia yako. Hiyo njia yako inaitwa the path of the righteous. Ndio Biblia inaiita the path of the righteous. Na wewe ndio the righteous of God. Hakuna mtu anaweza kukuondoa, hakuna mtu anaweza kukusukuma na mabega akuondoe katika hiyo barabara. Hakuna mtu anaweza kukuconfuse. Ni wewe tu unaweza kujiconfuse wewe mwenyewe, kwa kutoweza kunyenyekea mbele za Bwana, kwa kutokataa kutii Mungu. Ni wewe unaweza kujiondoa, kama wana wa Israeli mara kadhaa walijaribu kujitafutia njia zao, wakaambiwa msiende, wakafuata, wakaenda, wakauawa. Wandugu na wadada, what I'm trying to bring ya kwamba as long as tunatembelea katika njia hiyo ya hatua za Mungu, ya makusudi ya Mungu, as long as we are aligned, tuko sawa, wandugu na wadada, tutakula, tutakunywa. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Neno hili I want to repeat again, nitoa ushuhuda. Siku moja sasa ile Mungu alikuwa ana prepare maisha yangu kwa sababu ya ministry.
sababu nilikataa sana mambo ya ministry, sababu ya vile niliona watu wakisumbuka, mapasta na wale wengine miaka hiyo yangu. Pia kwa vile ambavyo nililelewa katika umaskini, kwa hivyo sikupenda umaskini, na nilikuwa nimeshatoka katika level hiyo umaskini, ninaenda upande ule mwingine. Sasa ile Mungu alikuwa ananisukumia mambo ya ministry na niko kazi mzuri, nilikataa miaka mingi. Mimi hata nilikataa kuitwa pastor miaka mingi sana. Na at one point Mungu alinizungumzia na hili neno ya kwamba a man does not live by bread alone. Bread is the normal way of life. Ukishakanyanga hii barabara uanze kufuata Mungu, your life becomes supernatural. Your life inaanza kupitia mambo very supernatural. At a man does not live, si lazima ulime shamba, upande, ulimie, ungoje miezi ikwishe ati ndio utakuja kuvuna. Ukishavuna uweke kwa store, uweke dawa sababu ya wadudu, alafu utoe peleke usiage ndio ukule ugali. Hapana, kwa Mungu unaweza kuwa haujalima na ukule ugali. Wana wa Israeli hawakulima, hawakupanda. Mtu wa Mungu aseme amen kama unanielewa. Leo kuna watu wengi wanaitwa na Mungu na wana struggle. Nataka kukuambia the higher level of serving God is a higher level of miracles, and you live on a supernatural dimension. Mambo yako haitakuwa ikienda kawaida. Ask me, I will tell you. Hallelujah, praise the name of the Lord. Ask me, I will tell you. Sasa ndio watoto wangu wako wanaingia masekondari, wengine wako na msichana wangu yuko university. Ndio anaenda university. I tell you, it was a big challenge, a very big challenge, a very big challenge, a good challenge. Nilikuwa nimesafa kama miaka 10, nimekataa na ndugu na wadada, na Mungu akaniambia kwamba utajenga manyumba. Yes. Nakumbuka wakati huo ndio nilikuwa mission moja, nikakosa support yote. Nimehubiri Ulaya kama miezi karibu 2 na hakuna honorarium sikupata hata kitu. Nilipokitoka huko nilikuwa nimwambia Mungu sitarudi tena. Niliporudi nikatumiwa mnabii, nikatumiwa takiti nyingine ya kwenda pale nyingine kuongoza maombi. Na mimi nilikuwa nakataa. Mtu sijamuongelesha akakuja. That's my biological mother. Akakuja, akaniambia Mungu ameniambia ukienda mission hiyo anakuambia uende. Sijamwambia kitu. Na sasa mpaka nina tikiti ya kwenda wapi? Mission hiyo. Akaniambia Mungu aliniambia nikuje nikuambie ukiweza kwenda hiyo mission nitakubariki. Kwa hivyo nilienda hiyo mission kama nimefura tu, na nikakaa mwezi mmoja mission kama nimefura tu, nimekasirika tu, nahubiri tu lakini huko ndani kumefura. Ninahubiri lakini ninasikia mbaya. Na nikasema sitaomba mtu kitu, hata sitauliza mtu kitu, na sikuuliza mtu kitu. Niliporudi Kenya, I think 2 or 3 days, nikaitwa na mtu. Akaniambia kwamba Mungu amenizungumzia nikupe plot yangu ujenge nyumba town, katika town. Kutoka hapo sasa miujiza ya kujenga nyumba. Tulispend a lot of time tumekaa hapo nje kwa nyasi na my wife tuna argue what sort of a house tutajenga. Yeye ananiambia siku ile tulikuwa tunapiga maround, ati nilimwambia siku moja nitakuja kumjengea nyumba ya gorofa. Ya zamani siku ile. Unajua watu wakiwa vijana wana vituko mingi. Unaweza promise mtu ndege na hata baiskeli hauna. Sasa kumbe nilikuwa nimempromise, sasa ananiambia hapana, ulisema siku moja utapata kiwanja utajenga nyumba ya gorofa, jenga. Na mimi nahesabu mapesa, mimi namwambia siwezi, tutajenga nyumba kadogo, ka bedroom 3 ya watoto na yetu, kitu kama hiyo na ya mgeni. Ananiambia hapana. Tulikaa hapo kwa nyasi hapo kwa plot yetu, tunapiga hadithi, tunazungumza. Baadaye nikasema ndio. Sasa nisema ndio. Following that, ilienda to one step by step. Nyumba hata haikusimama. Hallelujah. Kwa sababu Mungu alisema ya kwamba a man does not live by bread alone. Sasa kwa hivyo nitajenga nyumba hata kama siko job. Hata kama ministry yangu inipeagi mshahara, because haikuwa inipea mshahara, nitajenga. Hallelujah. Kwa hivyo I understand sasa ile Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia juu ya alignment. Ninajua hapa kuna watu wanatakiwa wajialign na makusudi ya Mungu.
Kuna mambo Mungu anataka utende, a step he wants you to take. Mtu aniambia hallelujah. Kwa nini mwingine seme amen? There is a step the Holy Spirit has been pushing you to do. Maybe katika nyumba ya Mungu utoe kitu fulani, ama ufanye kazi fulani, ama uhusike katika kazi ya Mungu. Anakuambia uhusika. Pengine umetukanwa, umeambiwa mambo baya, unasikia utaresign. Nakwambia tafadhali usiresign, you are going to lose. Usitoke, uta lose everything. Hiyo ndio njia ya Mungu. Hallelujah. Waisraeli, Mungu anatoa ushuhuda, anasema kwamba niliwapelekea hiyo barabara. Katika Isaya anasema kwamba hata si shetani aliwapelekea, hata kama walikosa maji si shetani, whatever they lack si shetani, sababu Mungu aliwapea. Imagine, Biblia inasema nini mstari wa 34? Ya kwamba watu wa Mungu, wa ndugu na wadada, hawakuenda dukani kununua nguo. Vile mtu alikuwa ana grow, kiatu yake ina grow. Raha namna hiyo namna gani? Sasa ile mtoto wako ana grow, suruali yake inakuwa tu kubwa. Marinda yake no, this is the Bible. For 40 years, watch, where do your scripture hapo? For 40 years. Biblia inasema nini? Okay? For 40 years, hawa watu, wa ndugu na wadada, hawakufanya nini? Hawakulima, lakini walikula. Nguo zao hazikuwa kuukuu, na miguu yao haikuvuma. Imagine, wanatembea usiku na mchana, na hawafuri miguu, hawakui wagonjwa. Naomba Mungu anipe hiyo neema in Jesus name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ati tukiwa hii dunia tunaweza ishi kama watu wa mbinguni, hawakuagi wagonjwa, hawakuagi wazee. Wakiwa wazee, nguo zao nazo zinakuwa. Can you imagine ile marinda yako mzuri inaendelea kuwa maridadi year by year? Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Wakati tuko aligned na makusudi ya Mungu, naye Mungu urelease neema. Remember that's where I am, eh? Naye Mungu urelease neema, grace. Nguvu zake zinatushughulikia. Hiyo neema inatulinda. Hallelujah. Lakini what is very good with what I was getting, we get into a divine acceleration. Mambo yetu yanakuwa accelerated. I want to give you a good promise. Wandugu na wadada, sasa ile uko hiyo barabara hakuna spirit of delayance. Kutakuwa na speed ya kukupeleka to the next stage, to the next stage, na si pole pole, itakusukuma kwa nguvu. Kama unafikiria umekawia stage moja ni uongo, you are still moving. Hata kama unaona kama umesimama, you are still moving. Hata kama unaona ni kama umekaa chini, you are still moving. Wandugu na wadada, you still going to gain. Oh, hallelujah. Hakuna kitu kizuri kama kuwa aligned into God's purpose. Na nimesema nirudie tena, kuna watu wananisikiza leo, Mungu amekuwa akiongea nao, waweze kuwa aligned na njia fulani. Wengine ni wawe aligned kwa kutumika, wengine ni wawe aligned kwa kuwa diligent, katika mwito wao ule Mungu amewaita. Wengine ni kuwa aligned kwa njia ya kutoa katika makusudi ya Mungu. Ufanye kitu katika makusudi ya Mungu. I pray for each one of us. I pray for each one of us. May your path be accelerated. Kuwe na speed divine ya kukusukumia ili uweze attain makusudi ya Mungu. Oh, ninaomba katika jina la Yesu. Ninaomba katika jina la Yesu, kila mtu apate hiyo raha ya divine acceleration. Mambo ile umekuwa ukitamani, mambo uliyotamani, oh Bwana harakishe miguu yako kuyafikia. In the mighty name of Jesus. Bwana harakishe mienendo yako kuyafikia. Bwana harakishe watu ambao wana hicho kitu katika jina la Yesu. Bwana waharakishe watu wa kiwanja yako, watu wa nyumba yako. Bwana waharakishe school fees ya watoto wako. Bwana waharakishe kiwanja cha kanisa yako. In the name of Jesus. Oh Bwana, harakisha kwa huyu dada, harakisha kwa huyu ndugu, harakisha katika mienendo yake. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Karapa karaba shalaba. Ndiposa Bwana, tunataka kutenda matendo yako, tuwe align na makusudi yako. Tunataka kukusikia, tunataka kukujua, tunataka kukusikia. In the name of Jesus.
Shekarapo rabo shalaba. Thank you Jesus. Wakati mwingine tukae tu chini. Wakati mwingine ili Mungu akufikishe hapo. Niliongea juzi mambo nataka kuyarudia. Ili Mungu akufikishe hapo, anaweza kukuwekelea mzigo fulani utende, kama vile hawa wawili wawekelewa mzigo wa viti za Mispa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hawakununua hii sababu wana yao ama ni kujaza wamejaza kanisa yao. Wakati mwingine unaweza kuwa inspired kutenda. Kwa hivyo hautasikia na sauti, utasikia msukumo, muashawasho wa kile unataka kutenda. Hallelujah. Kumbe ni Mungu anakuzungumzia. Kumbe ni Mungu anakuelekeza. Wakati mwingine Mungu anaweza kukuleta katika hitaji. Tuiseme hitaji takatifu. Pengine ni mtu anahitaji. Pengine ni hitaji katika nyumba ya Mungu. Praise the name of the Lord. Unaliona, unasikia I can do it. I can do it. I can do it. Sasa ile hii hall ilikuwa inajengwa, hii kanisa ilikuwa inajengwa. Tulikuwa tumefika mahali hapa na ule mlango ulikuwa pale ulikuwa na mabati. Ulikuwa umewekwa mabati. Upepo ukija unapiga tu kelele. Sasa maombi Jumapili nilikuwa hapa mbele na huo mlango ulikuwa unapiga kelele. Hii space I think hii ndio ilikuwa upande wa chini. Wangapi walikuwa hapa? Sijui naweza kukumbuka upande hii. Hapa palikuwa pamegawanyika. Palikuwa upande wa chini na upande huu kulikuwa upande wa juu. Na sasa nilikuwa naongea mambo fulani hapa, naye dada moja alikuwa ndiye anauliza, na hakukuwa floor, there was no floor. Na yeye sasa anaangalia chini anaona floor. Mimi naongea mambo mengine na needs zingine, na yeye anaangalia chini anaona floor. Aoni hiyo mimi nasema, na anasikia ya kwamba anatakikana afanye nini? Baada ya ibada ndio alikuja kwangu. Akaniambia mimi sasa nilikuwa nazungumza, mimi nilikuwa nasikia mambo ya floor. Basi mimi kesho nitaanza floor. Yeye ndiye aliweka hii floor kuitoshanisha yote, na yeye ndiye aliweka hizi tiles zote. Na mimi niulize, ninajua vile Mungu alimtenda. Niliona milango yake ikifunguka. Kumbe Mungu alikuwa anataka kumfungulia milango ya biashara yake. Kumbe Mungu alikuwa anataka kumexcel na kumpea kitu very unique katika industry yake ya hospitality. Wandugu na wadada, hallelujah. Mungu anaweza fungua macho yako uone mahitaji ya watu wengine ama mahitaji katika nyumba ya Mungu. Kumbe ni Bwana anataka kukupea acceleration into what you have desired all your life, or to that which he himself has desired that you should have. Because many a times we don't understand, we don't know the desire of God, what he needs, what he desires that we should have. And many a times we are blank to what that God desires. We are only left with our mambo yetu bure kidogo, mapenzi yetu mambo kidogo ambayo hayana utamu wa kiungu ama utamu wa kulast. I hope you are understanding what. Naye Mungu ana mambo yake. Mungu na yeye ana mambo yake ambayo anataka kukutimizia. Kwa hivyo analeta mambo haya ili yale ambayo anataka yakufikie kwa haraka. That's what I'm talking about, divine acceleration. Inaweza kuwa ni wewe unasukumiwa huko, na inaweza kuwa ni kwamba yeye anailete. Badala itumie miaka 10 inatumia siku 3. Badala itumie miaka 10 inatumia mwezi mmoja. Inakuja wakati ambapo wewe haukutarajia. Mambo yanaanza kutendeka. Mungu ana cause mambo yatendeke, wandugu na wadada, na timing zake zile wewe hukutarajia. Mipango, unapanga mipango yako mingi, lakini somewhere things are not coming right, but suddenly things becomes right. Did you catch up what I said? Hallelujah. Kwa sababu you are aligned na makusudi ya Mungu. Kwa hivyo sasa ndio nilisema ile point, nilisema
being aligned with God's purpose is not doing more. It's not about your effort. It's not about your sweat. It's about being positions where God's favor works and where God's favor flows freely. Hallelujah. And that's what I call grace. Praise the name of the Lord. Na ninaomba wandugu na wadada, sisi wote Mungu atufikishie hiyo mahali ambapo favor yake, kibali chake kinatiririka. Leo ninajua Wakristo wengi wanapitia katika ungumu, wanapitia katika delays, wanapitia katika mambo kukawia, wanangengana ili mambo yawe mazuri, wanangengana ili makusudi ya mioyo yao iweze kutimia. Lakini leo nawaambia kuna njia isiyokuwa ya kungengana, njia ambayo ni a divine acceleration, where the favor of God flows freely in your life. Hallelujah. Na njia hiyo inaleta maisha yako kuwa in harmony na what I should call here the spiritual pendulum. That's me who is bringing that vocabulary. What I mean by spiritual pendulum, najua ni ile ding, 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 ding. Sasa kuna wavelength ya swing ya Mungu na kuna timing ya swing ya Mungu. But many a time we collide with that pendulum swing of the desire of God. Sometimes we run so fast. By the time we get there, it is coming. We knock it. Inarudi upande ile. I hope somebody catch up what I'm talking about. Wandugu na wadada, lakini kuna ile ambayo inaweza kupea ability ya kuswing. Unakaa katika masaa ya Mungu. Unakaa katika wavelengths za Mungu. Hii ndio itakupea maisha ya raha, ya furaha, ya amani. Hii ndio itakuondolea wandugu na wadada kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku ambazo zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu. Wanajaribu kuweka bidii yao, lakini bidii yao ina attain nothing. Na kuna watu hata wewe unajua ni kama hawa watu wandugu na wadada, Mungu anawapenda kushinda vile anatupenda, lakini hapana, sisi wote tunapendwa. Kile ilifanya waliweza kuingia katika hiyo line ya hiyo swing ya Mungu. There is a way God works. There is a way God works. There is his timing. There is his wavelength. The moment unakosana na hiyo mambo tatu wandugu na wadada, unaanza kutumia bidii yako, unaanza kungengana, unaanza kupata shida, unakuwa stressed, unavunjika bongo. Lakini leo ninaomba kila mtu wetu aletwe kuwa sambamba na hiyo swing ya Mungu. Ina raha zake wandugu na wadada. I pray in Jesus name uateni raha ya Mungu. Oh ndugu na dada, naomba Bwana akusaidie kujua kuna raha ya kuswing na Mungu. Kuna raha ya kudansi na Mungu. Kuna raha katika jina la Yesu. Ninaomba in the mighty name of Jesus, kila muombezi, kila mtu wa Mungu afike hiyo level in the mighty name of Jesus. Afike hiyo level, afikishwe na Mungu Baba in the mighty name of Jesus. Nayo itategemea ndugu na dada vile wewe unajitolea kwa Mungu, vile unanyenyekea kwa Mungu, vile unakuwa mtiifu kwa Mungu, vile ambavyo unatembea unatorokea dhambi, vile ambavyo unajibidisha katika kazi yake, vile ambavyo ndugu na dada unatumia time ya kusikiza mapenzi ya Mungu yako upande gani. Wandugu na wadada, wengi hapa najua ni waombezi, na wengi hapa wamekuja maombi. Kuna mambo unaombea ambayo haungetakiwa kuwa unaomba, sababu favor ya Mungu ingesha kupeleka katika position ile unatakiwa kuwa nayo. Ni kwa sababu ulienda safari peke yako, ni kwa sababu ulijaribu mambo peke yako, ulingengana na watu, ukajitafutia njia zako, ukagongana na masaa na majira ya Mungu.
Na leo katika jina la Yesu ninakuombea. In the mighty name of Jesus. Inua mkono wako mara tena, nisema leo ninakuombea. 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 Bwana akurejeze katika timing zake. Bwana akurejeze katika njia za matendo yake. In the name of Jesus. Hallelujah. Wakati Daniel walikuwa uhamisho Babylon, utabiri wa Yeremia ulisema watakaa huko miaka 70. Lakini miaka 70 ilifika na hawakuwa wakitoka. Ndiposa Daniel 9 inasema ya kwamba akaanza kuomba Mungu ili aweze kufahamu zaidi. Hallelujah. Na Biblia inasema ya kwamba alipoendelea kuomba katika verse ya 22, Daniel 9, alipoendelea kuomba malaika akamtokea. Akaanza kumuongelesha. Akasema, "Hey Daniel, nimetokea sasa ili nikupe akili upate kufahamu." Hallelujah. Nimetokea ili nikupe nini? Akili uweze kufahamu. Kwa sababu wandugu na wadada, kuna akili za wanadamu, kuna akili za shetani na kuna akili za kiungu. Sasa Daniel alikuwa katika akili za kiwanadamu ambazo zilikuwa nauliza Mungu maswali. Kwa nini tuko katika utumwa? Kwa nini kumeendelea namna hii? Lakini malaika akakuja akamletea akili za kiungu ambazo ni ufunuo wa Mungu. Akamwambia, "I have come to bring to you understanding." Uweze kuelewa majira ya Mungu na masaa ya Mungu, na uweze kuelewa program za Mungu. Tusipoelewa program za Mungu, tusipoelewa na majira ya Mungu, hallelujah, wandugu na wadada, tutajikuta ya kwamba tunaenda njia opposite na njia ya Mungu. Tutajikuta ya kwamba wandugu na wadada, tunakimbia kinyume cha wale wengine, ama tunakimbia kinyume cha Mungu. Unaweza kusema unamfanyia Mungu kazi, lakini Mungu harecognize. Mungu harecognize kazi yako. Wandugu na wadada, ninaomba ya kwamba tusifanye kazi hii peke yetu, bali tufanye kazi hii na Mungu ambaye ndio mwenye kazi. Maisha yetu yana mwenyewe. Yalianzishwa na Mungu katika shamba la Eden. Maisha yako yalianzishwa na Mungu. Kwa hivyo maisha yako ni ya Mungu. Did you get that? Ile maisha tunaishi si yetu, ni ya Mungu. Yes. Ndiposa mtu akikufa tunasema na roho imrudie mwenye hiyo roho. Sababu sisi tunaishi hata na uhai wa Mungu. Sababu tulipoumbwa tukapuliziwa uhai wa Mungu. Sasa ile umetolewa, tunakuwa kitu hakuna. Huu mwili unaoona maridadi unaanza kuoza, unakwisha. Umaridadi wake unapotea. Sababu uhai umemrudia mwenyewe. Sisi tunaishi, so I'm saying, sisi tunaishi miaka ya Mungu, tunaishi siku ya Mungu, tunaishi siku za Mungu, tunaishi miaka ya Mungu, na tunaishi uhai wa Mungu. Maisha yetu yanatembelea katika uhai wa Mungu. Biblia inasema katika Warumi, wale aliwajua alitanguliza kuwajua. They were predestined. Their destination was prearranged. Wewe destination yako is prearranged by God. Na hata shetani ajui mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Usijipeane kwa shetani, kwa kulilia shetani na kupitia njia za shetani upoteze mwelekeo wa Mungu. Nimesema hata uhai unayoishi ni wa Mungu. Maisha unayoishi ni ya Mungu. Siku ambazo unaishi ni za Mungu. Hallelujah.
Kwa hivyo chokeshe ukijaribu kujijengea. Jisalimishe mikononi mwa Mungu. Warumi 12 inasema be ye renewed in the inner of your mind. Unahitaji a divine spiritual renewal ambayo itakusaidia uanze kufikiria kama mtu wa Mungu ama kama Mungu mwenyewe. Uanze kupata ufunuo wa maisha yako kutoka kwa Mungu. Sasa hiyo itabidi uwe mtu wa kukaa miguuni pa Mungu, uelewe kutoka kwa Mungu kama Mary wa Bethania alikaa miguuni pa Yesu. Uwe kama Daudi aliyesema one thing I desire, one thing I seek. Uwe kuna kitu unatafuta kutoka kwa Mungu, sababu unajua hicho ndicho ambacho kinafaa. Yesu akamwambia Martha, unajishughulisha na mambo hayana njia, lakini Mary amejishughulisha na kile chenye faida. Kuna mwelekeo wa maisha utajichokesha bure na hauna faida, lakini wakati umeconnect na umejialign na makusudi ya Mungu, kwa kumpenda Mungu, kwa kumtii Mungu, kwa kutembea katika njia za utakatifu wa Mungu, kwa kuwa mtiifu mbele za Bwana, kujipeana kwa Mungu, kutenda kazi ya Mungu, kusarenda maisha yako kwa Mungu, kusarenda mali yako kwa Mungu. Wandugu na wadada, unajiingiza katika njia ya raha, sababu katika njia hiyo si uwezo wako na nguvu zako, bali ni nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu ndio unakuendesha. Na ninaomba kwangu mwenyewe na ninaomba kwa kila mmoja wetu, tuingie katika hiyo duara, cycle ya makusudi ya Mungu. Pale hatutachoka. Biblia ikasema katika Deuteronomy, wana wa Israeli walitembea miaka 40, hawakuchoka. Walitembea miaka 40, hawakulima mashamba. Walitembea miaka 40. Hallelujah. Wakila, wakinywa, because a man does not live by bread alone. Mtu wa Mungu, I say this very confidently, mtu wa Mungu kama wewe na Mungu, kama wewe na mimi, the days we shall live in this world, raha yetu ni kwa sababu maisha yetu ni guided na nguvu za Mungu. Maisha yetu ni propelled, yanatupwa na nguvu za Mungu, yanalandi pale Mungu amekusudia. Maisha yetu hayajiendeshi kwa nguvu zake wenyewe, tunaendeshwa na nguvu za Mungu. Sasa ile tunafikiria tumechoka, kumbe ndio Bwana ametuchukua juu. Sasa ile watu tunafikiria tumeanguka, kumbe ndio tumesimama imara. Sasa ile watu tunafikiria tumekwisha, kumbe ndipo tunaendelea mbele. You are a mystery kwa watu wa dunia. Wewe ni mafumbo kwa watu wa dunia. Ndiposa unawaconfuse mawazo yao, wandugu na wadada. Ndiposa watu ushangaa, how do you survive? How do you, watoto wako wanasoma namna gani? Ulijenga hiyo nyumba namna gani? Ni kwa sababu hawaelewi maisha yetu yanakuwa engineered na nguvu za kiroho ambazo hakuna nguvu za wanadamu ama za shetani zinaweza kuisimamisha. Wandugu na wadada, nimekuja kuwaletea habari njema. Be aligned. Be aligned with the righteous purposes of God. Anza kuomba Mungu, ombi la Bwana nifunulie. Alignment ya maisha yangu na ndani yako iko wapi? Anza kuomba Bwana, Bwana, am I in the right place? Am I with the right people? Or I'm wasting years? Or I'm wasting time? Anza kunyenyekea mbele za Bwana. Funga kula na kunywa, tafuta uso wa Bwana. Mwambie Bwana nisaidie. Hata kama uko katika hii ministry, are you in the right ministry? Are you doing the right thing? Sababu even if you are in the wrong ministry, no matter the effort you do, no matter what you give, no matter what you do, wandugu na wadada, it will still be kazi ya kuchoka. Itakuwa kazi ya kukuumiza moyo na kukuumiza mwili. Utakuwa frustrated. Lakini ukiwa mahali ambapo Mungu anataka uwe, wandugu na wadada, itakuwa mteremuko. Itakuwa easy. Ninaomba katika jina la Yesu. Naomba katika jina la Yesu, Mungu akupe ufunuo wa kuweza kujua
whether you are in the right place. Ninaomba kama nilivyosema Warumi 12, may my God renew your mind. May my God renew your mind through the process of obeying God, obeying His word, and submitting to the Holy Spirit, and living a holy life that reflects God's character, in the mighty name of Jesus. I pray in Jesus' name that your life will be in harmony with higher spiritual powers, with the higher spiritual authority, with the divine will of God. This will lead you to a position of peace and living with a purpose, in the name of Jesus. I pray believing this will align your thought and your action. Not only that, even the desire of your heart will be aligned, so that you may achieve the pleasures of God. Itakusaidia ufikie na upate raha za Mungu. Naomba katika jina la Yesu uanze kupractice living and dwelling in the presence of God through meditation, through seeking the face of God, through inquiring from God. Ninaomba katika jina la Yesu, hasara iliyopata Waisraeli katika Luka 19, Yesu akawalilia sababu hawakujua siku yao kutembelewa. Ninaomba hasara hiyo isiwe juu ya maisha yako, in the name of Jesus. Isiwe juu ya maisha yako, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu akuwezeshe kuachilia hicho ambacho unafikiria ni chako. Mungu akusaidie kuachilia maisha ambayo unafikiria ndio safety yako, kwa sababu Bwana amekuwekea mambo makubwa, mambo yajaonekana na watu, mambo yajaingia katika mawazo ya watu, mambo yajaingia katika masikio ya watu. Ninaomba katika jina la Yesu that you should not miss your day or moment of alignment, in the mighty name of Jesus. Wengi wanapopotea njia, wanakuwa aligned na Mungu na njia ya kilio na machozi. May you never get there, in the mighty name of Jesus. Ya kwamba utawacha njia hiyo, ninaita njia ya haki ya Mungu. The path of the righteous, utembelee katika njia ya kilio. May you never miss out every turn around. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Feel the power of God. Something is happening in some people. Kuna mambo yanatendeka katika maisha ya watu, in the mighty name of Jesus. Kuna watu wamelia siku nyingi. Kuna watu wamepotea siku nyingi. Today is your day of reconciliation. Today is your day of reconciliation. Thank you, Jesus. Ninaomba mtu wetu asije akalia sababu alikosa timing za Mungu. Alikosa timing za Mungu. Wakati Mungu alimtembelea, Yesu akasema, nilikuja kwenu, hamukunipokea. Nilikuwa mgonjwa, hamukuja kuniangalia. Nilikuwa jela, hamukuja kuniangalia. Nilikuja kwenu, nilikuwa na mahitaji, hamukunifungulia. Mungu anajipresent kwetu na njia nyingi. And I pray in Jesus' name, kila mmoja wetu asipitwe na nyakati za alignment.
Mungu anatualign kama vile nilisema, kupitia opportunity anazotupea za kutenda mema. Pia anatualign kwa kutupea opportunity ya kumtumikia. Yeye anatoa majira ya maombi na maombezi. Anatoa majira ya kesha kama hizi. Na wengine hawaelewi ni nyakati zina neema ya kukaa mbele za Mungu. Oh yes. Na kuombea katika jina la Yesu. Because Mungu alikuleta hapa kwa makusudi. This is your day of visitation. This is your moment of visitation. Yesu akalilia Jerusalem, sababu alijua umepitwa na wakati wa kutembelewa. Naomba usipitwe na wakati wa kutembelewa na Mungu. In Jesus name. Na kama ulipitwa na majira hayo, naomba Bwana akurejeze. Mlilie Bwana akukanyangishe hatua katika ulimwengu wa kiroho, akukanyangishe hatua nyuma, ama akukimbize ushikane na pointi ya duara lako la kiroho, mahali Roho Mtakatifu anataka uwe. Unaweza kuwa ulitakikana kutenda mambo fulani 10 years ago. I pray in Jesus name, my God will accelerate your move, and my God will cause men and women to come around your life, that you may receive your payback, malipo ya kile ulipoteza miaka hiyo yote. Anaitwa God of a second chance. Alete mtu, alete watu. Walikuja haukuelewa, ama ulikuwa katika hali ya uchungu, ama ulikuwa hali ya confusion. Pengine wale walitumwa walikuja na mashetani, wakaleta uchungu katika maisha yako. Leo katika jina la Yesu, wajumbe wa kweli watumwe. Wajumbe wa kweli watumwe. Wajumbe wa kweli watumwe katika masaa na nyakati za Mungu. In the name of Jesus. Thank you Jesus. Naomba kila mtu akutane na Bwana Mungu katika majira yake, katika nyumba hii. Naomba kila mtu akutane na Mungu katika majira yake. Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life. Let us know what the Lord has done for you so we can give thanks together with you today. We would also love to pray with you. Share your prayer request with us via SMS or WhatsApp on 0799 200 100. If you'd like to partner with us, please reach out to the numbers on the screen.